na serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeshindwa kulinda maslahi ya wananchi. Ni dhahiri kuwa Watanzania wanaendelea kubeba mzigo wa maamuzi mabovu kupitia kodi zao, gharama za maisha, ukosefu wa huduma na mzigo wa deni la taifa. Wakati wananchi wakihangaika, wachache wanafaidika kupitia mianya ya ubadhirifu na ufisadi. Ni wakati sasa kwa Watanzania kuchukua hatua. Tunapaswa kuitumia ripoti hii ya CAG kama silaha ya kudai uwajibikaji, kupinga ubadhirifu na kulinda rasilimali za Tanzania. Hatuwezi kuendelea kuvumilia hali hii. ACT Wazalendo inaendelea kuongoza mapambano katika kupigania uwajibikaji, uadilifu na kuweka maslahi ya wananchi mbele. Tutahakikisha kila shilingi ya umma inalindwa, miradi inatekelezwa kwa ufanisi, huduma za jamii zinaboreshwa na vita dhidi ya ufisadi inapigwa bila woga. Mwaka huu wa 2026 ni wakati wa kudai uwajibikaji kwa mustakabali wa taifa letu. Watanzania tumechoka kuona fedha zikiliwa, miradi ikikwama na maisha yakizidi kuwa magumu. ACT Wazalendo itaongoza umma wa Tanzania katika kudai uwajibikaji. Sisi ACT Wazalendo tumeipa kichwa ripoti hii ubadhirifu, ufisadi, tunasonga mbele. Baada ya kuona kuwa mambo ni yale yale. Baada ya kusema hayo machache, tunawashukuru kwa kutusikiliza. Asanteni. Ningependa kuuliza upande wa ACT Wazalendo, kwa sababu tumesikia ripoti yenu, kwa nini msichukue hatua za kwenda mahakamani kushtaki kuliko kusema kuwa tusubiri serikali yenyewe ichukue hatua? Kwa sababu mara nyingi ripoti zenu mlikuwa mnatoa mara fedha zimepotea, lakini hatujaona chochote kinachoendelea. Kwa nini msichukue hatua kwa vile mna wanasheria wenu ili mfano kuigo kwa vyama vingine? Nimesikia makamu mwenyekiti akiualika umma uje utushtakie sisi ACT Wazalendo juu ya masuala ya kodi, masuala yote yanayohusu TRA. Sasa tunaomba roadmap nzuri, ni namna gani tunaenda kutatua matatizo haya ambayo umma watatushtakia juu ya makusanyo ya kodi na matatizo yote ya TRA. Ni njia gani ambazo ni tangible watu wanaweza, umma unaweza ukatuamini kwamba tunaweza tukatatua matatizo yao? Asante. Swali langu ni kuhusu umeme, kuhusu TANESCO. Sijasikia mkigusia swala hilo, na serikali walituaminisha kwamba baada ya ile bwawa la Mtera, lile bwawa ambalo lilijengwa kule bwawa la Mwalimu Nyerere, itakapokuwa limejaa umeme utakuwa haukatika tena. Lakini mpaka sasa bado tunapitia kwenye hiyo shida ya umeme. Labda kwenye ripoti yenu mnazungumzia. Asante. Kuna maswali matatu. Swala kuhusu TANESCO na Mtera na bwawa la Mwalimu Nyerere itajibiwa na ndugu Msiaka Mchindika, makamu mwenyekiti bara. Swala kuhusu kushtakiwa kwa ajili ya kodi, kushtaki kwa wananchi kwa chama kwa ajili ya kodi itajibiwa na katibu mkuu ndugu Ali Shaibu Ado. Mimi nitajibu swala tumeulizwa kwa nini tusipeleke mahakamani kushtaki. Sisi tunaamini ripoti hii ya CAG ni kwa ajili ya wananchi na umma wa Tanzania, na wote tunahusika kama walaji na kama ambao CAG anarudi kutuambia ni namna gani fedha zetu zinatumika, mambo gani yamefanyika kwa usahihi, mambo gani hayajafanyika kwa usahihi, na mambo gani yeye anaiambia serikali iyafanye ili kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa na yale ambayo yalitegemewa kupata, kwamba tunapata thamani bora kwa kila shilingi inayowekezwa. Na sisi kama chama
tumerudisha wajibu huu kwa Watanzania, kwa umma wa Tanzania, kwamba watumie ripoti hii ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kama silaha ya kudai haki zao, silaha ya kudai huduma bora, silaha ya kudai uwajibikaji kutoka kwa Chama cha Mapinduzi, silaha ya kudai uwajibishwaji kwa viongozi, wasimamizi wa miradi na wahusika wote ambao wamegundulika na CAG wakishindwa kufanya na kutekeleza majukumu yao. Sisi tunapochambua ripoti hii, hoja ziko nyingi, lakini tumechagua tu hoja 10. Kuna hoja kuhusu maeneo yote. Kwa hiyo ni wakati wa Watanzania kuacha kuona ripoti hii ya CAG kwamba ni ripoti ya kupita tu, inajadiliwa bungeni, sijui iko wapi, lakini ripoti hii ni kwa ajili ya kila mtu na tuitumie kuleta mabadiliko ya kweli katika taifa letu. Mimi nafikiri kulikuwa na swali lile ya kwamba sasa tumepata bwawa la Mwalimu Nyerere inazalisha zaidi ya megawatts 2115 za umeme, na kwamba kwa sababu mahitaji yetu ya umeme yalikuwa ni kati ya megawatts kama 900, basi tatizo la umeme lingekuwa limekwisha. Kwanza ni kweli tuna bwawa la Mwalimu Nyerere, kwa mujibu wa taarifa tulionayo limemalizika, na kuanzia mwaka jana lilianza kutumika, na hata baadhi ya mitambo ya kuzalishia umeme kwa gesi ilizimwa kwa sababu ya uwepo wa umeme mwingi. Changamoto ambayo imeelezwa na serikali ni kwamba sasa ina shida ya miundombinu ya kufikisha umeme, ndio maana umeme haupatikani. Mara zote nilieleza hivi. Wakati nilipokuwa waziri kivuli wa nishati, nilieleza moja kati ya changamoto kubwa ya utekelezaji wa miradi ya umeme, miradi ya usambazaji umeme ilikuwa inatekelezwa kwa chini ya 10% kwa zaidi ya miaka 20. Yaani ukisoma ile ripoti kwa miaka, ripoti yetu ya mwaka juzi kama mlifuatilia, ilikuwa inaonyesha kulikuwa na miradi ya usambazaji umeme ya karibu trilioni 4.9, lakini kiasi cha fedha na miradi iliyotekelezwa ilikuwa ni chini ya trilioni 1. Kwa kulikuwa na shida ya usambazaji wa umeme, na swali ambalo sote tunapaswa kujiuliza ni kwamba wakati serikali inawaambia Watanzania kwamba inakwenda kupata suluhisho la tatizo la umeme, ilikuwa haijui kwamba yenyewe miundombinu yake ya usambazaji wa umeme ni mibovu. Kitu kimoja tu ambacho kimebaki kuwa ni cha kudumu, kwamba Watanzania chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi wamekuwa wakiendelea kuwa na matatizo ya nishati, na serikali imekuwa ikibadilisha sababu, lakini kuwa kuna tatizo limeendelea kubaki pale. Kwa una tatizo kubwa la uwajibikaji na serikali kutochukua hatua au mipango yake kutoendana na mahitaji. Tulifahamishwa kwamba umeme ukishakamilika bwawa la Nyerere, tatizo la kukatika umeme litakwisha, na viongozi walieleza hivi. Lakini sasa hivi tatizo halijaisha, umeme unakatika kwenye maeneo mengi ya nchi, na serikali majibu yake kwa kweli yanaelezea kiwango cha udhaifu wake, kwamba yenyewe ilikuwa inatafuta suluhisho la idadi au ya megawatts za umeme zinazozalishwa bila kuwa na suluhisho la kwa namna gani miundombinu yake inaweza kufikisha umeme. Lakini yako mambo ambayo si ya kweli. Yaani kwa mfano Dar es Salaam maeneo yanayokatika umeme ni yale ambayo miundombinu ilishafika. Yaani hakuna eneo linalokatika umeme ambayo miundombinu haijafika. Swali ambalo tunajiuliza, ambayo serikali haijalijibu kwa ufasaha, ni kwamba sasa hiyo huo umeme pale unapofika unapita kwenye miundombinu gani, na pale unapokatika inakuwa ni miundombinu gani iliyoharibika. Kwa tunalo tatizo la uwezo wa serikali yetu kutatua changamoto za wananchi, na hili tunaliona kwenye miundombinu yote, kwenye umeme, kwenye maji, kwenye barabara, kwenye afya, kwenye elimu. Na ni kwa nini? Kwa sababu serikali inatumia sehemu kubwa ya fedha za mapato yake kulipa madeni, inatumia sehemu, sio kama mlifuatilia hii ripoti. Hii ripoti ilikuwa inasema mwaka uliopita imekusanya serikali trilioni 46. Kati ya hizi trilioni 34 ndio ambazo serikali imekusanya, tumepata hapa ndani. Na zimeenda wapi? Imeelezwa hapa kwamba zimeenda
kwenye kulipa mishahara trilioni 10, kulipa madeni trilioni 18 na trilioni 2 ndio zimeenda kwenye miradi ya wananchi. Kwa hiyo tukalazimika kukopa. Na ukienda kwenye mikopo, ripoti ya CAG inaonyesha tulitaka tukope mikopo ya masharti nafuu trilioni 6, tumepata mikopo ya masharti nafuu trilioni 2. Kwa hiyo tumelazimika kukopa mikopo ya biashara, na hivyo makadirio ya kukopa mikopo kutoka kwenye benki ya biashara yalipanda kutoka trilioni 8 mpaka trilioni 10 ili kufidia. Sasa lakini fedha hizi zilizokopwa zilipewa kwenye miradi ya maendeleo. Kwenye miradi ya maendeleo ndiko ambako zimeibiwa trilioni 7. Maana yake ni kwamba trilioni 7 hizi zimeibiwa kule kwenye miradi ya maendeleo, kwa sababu huwezi kuiba hela za mishahara, huwezi kuiba hela za madeni, ndege zitakamatwa. Eneo pekee unaloiba ni kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hizo trilioni 15 tulizokopa ndio 7 zimeibiwa. Kwa hiyo nusu ya fedha zinazoenda kwenye miradi ya maendeleo zimeibiwa. Hapo umeme utaendelea kukatika, hapo barabara zitaendelea kuwa hazipitiki, hapo madawa yatakuwa hayapatikani, hapo mashuleni hakuna madawati, hakuna madarasa, na serikali ya CCM itaendelea kubadilisha sababu, lakini matatizo yataendelea kudumu. Uwajibikaji wa ujumla ni kwamba Watanzania lazima wafike mahala waiambie CCM kwamba sasa inatosha. Asante. Mimi nimeulizwa swali moja kwamba tumewahamasisha Watanzania watuletee malalamiko yao na changamoto wanazokumbana nazo kwa TRA, na nikaulizwa swali kwamba tutahakikisha ni kwa namna gani tunayafanyia kazi malalamiko hayo, roadmap ni ipi? Sasa ninalotaka kulisema ni hili: tunalo funzo kutoka Kenya kwamba serikali na vyombo vyake huwa vinawajibika iwapo kuna msukumo wa kisiasa. Kitu kinachokosekana hivi sasa, hakuna political pressure. TRA imelala, inaonea wafanyabiashara, inaonea walipa kodi, inaweka urasimu, inaweka uonevu, rushwa imetawala. Wanalala usingizi kwa sababu wanajua hakuna political pressure. Kwa hiyo dawa ya kwanza nayo ni kuhakikisha tunaweka msukumo wa kisiasa ili TRA kiwe ni chombo cha umma, kiwe ni chombo cha wananchi kinachotekeleza majukumu yake ya kukusanya kodi kwa haki, na hilo linawezekana kwa msukumo wa kisiasa. Siasa zetu Tanzania kwenye mapambano ya kupambana na rushwa na ufisadi, hiki ninachokisema cha political pressure kilifanikiwa sana katika miongo miwili iliyopita. Watu walikuwa wanaiba, lakini wanaiba kwa tahadhari kwamba wale jamaa wakiyapata watayamwaga na